Bila shaka wewe kama ni mfuatiliaji wa masuala ya geopolitics utakuwa ulikutana na kile ambacho kimezungumzwa na hao watu wa kule Marekani, ambao rais wa Marekani bwana Donald Trump aliruhusu Marekani ifanye mashambulizi ya moja kwa moja pale Iran, na malengo yao ilikuwa ni kushambulia vile vinu vya nyuklia vilivyopo pale nchini Iran. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba Marekani ameamua yeye mwenyewe kujidhalilisha na kuonesha namna ambavyo wanaweza wasiwe na uwezo mkubwa sana wa kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Yaani Marekani anafanya mashambulizi katika mataifa ambayo hayana uwezo wa kujisimamia yenyewe, na ndio maana sasa hivi hawana uwezo kabisa wa kile ambacho wao wanakifanya, hasa katika ule ukanda wa Mashariki ya Kati. Na nadhani sasa dunia nzima inaanza kuelewa kinaga ubaga kwamba Marekani alikuwa anatafuta namna gani ya kuweza kuingia pale Mashariki ya Kati kupitia Israel, lakini leo amefanya jambo la moja kwa moja, na jambo hilo ni mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani, ambapo ameshambulia katika maeneo mbalimbali kule nchini Iran. Lakini mashambulizi hayo hakuna shabaha hata moja ambayo Marekani wamefanikiwa kuifikia. Rais wa Marekani bwana Donald Trump yeye mwenyewe akathibitisha kwamba majeshi ya Marekani yamefanya shambulizi kubwa dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya Iran, hatua ambayo inachukuliwa kama inazidisha kiwango cha ukubwa wa mzozo unaoendelea kati ya Tehran pamoja na hiyo Israel. Na tangazo la Marekani kufanya mashambulizi limetangazwa asubuhi ya tarehe 22 mwezi wa 6 2025, na of course tunaomba radhi kwa sababu tulikuwa tupo ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Na Marekani wamesema wamefanya mashambulizi kwenye eneo la Fordo, lakini pia Natanz pamoja na Isfahan, maeneo muhimu katika miundombinu ya nyuklia ya Iran. Na ifahamike ndugu zangu, haya maeneo ambayo Marekani wanasema wameyashambulia ndio maeneo hayo ambayo Iran ilisema kwamba Israel wameyashambulia maeneo hayo ya Fordo, Isfahan pamoja na eneo hilo la Natanz. Na kupitia kauli ambazo zimezungumzwa na rais wa Marekani, alisema tumehitimisha kwa mafanikio makubwa shambulio letu dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran, ikiwemo Fordo, Natanz pamoja na Isfahan. Bwana Donald Trump aliandika kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social, akasema ndege zote sasa zipo nje ya anga la Iran, mabomu yote yameangushwa katika eneo kuu la Fordo, ndege zote zipo salama na zinarudi nyumbani. Na kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, walisema kwamba wamefanya mashambulizi hayo kwa kutumia ndege za kivita za Marekani aina ya B-2 ambazo zilitumika kupeleka mabomu ya kupenya kwenye ngome ya Fordo, huku manowari za Marekani zikirusha makombora ya Tomahawk kuelekea maeneo ya Natanz pamoja na kule Isfahan. Na Trump akasifu operation hiyo akisema kwamba ni uthibitisho wa ubora wa jeshi la Marekani, akisema hongera kwa mashujaa wetu wa Marekani. Akasema hakuna jeshi jingine duniani ambalo linaweza likafanya hivi. Kwenye ujumbe wake huo, rais huyo pia alionekana kuhimiza utulivu kutoka Tehran, akisema kuwa ni wakati wa amani sasa. Baadaye tukaona waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi akalaani shambulio hilo, akilitaja kuwa ni uvunjaji wa sheria za kimataifa na mikataba yote ambayo inahusika, akisema kwamba Irani inahifadhi haki zote za kulinda maslahi yake pamoja na watu wake. Baadaye majeshi ya Irani yalikuwa tayari yameionya Marekani na mataifa mengine ya kigeni dhidi ya kuingilia mzozo huo, wakisema kwamba kushambulia eneo lolote lile la Irani, hasa ikifanya Marekani, basi hao wa Irani watafanya mashambulizi katika shehena za silaha ambazo zitakuwa zinaelekezwa pale nchini Israel. Kwa hiyo hili lilikuwa ni moja kati ya eneo ambalo tumeona wa Marekani wenyewe wamesema kwamba wamefanya mashambulizi hayo. Sasa muda mfupi baadaye tukaona waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mkuu na makamu wa rais wa Marekani JD Vance wameitahadharisha Irani dhidi ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, wakisema hatua hiyo itakuwa ni kosa kubwa zaidi. Kauli hizi zinakuja baada ya Iran kuripoti kwa bunge la kitaifa la Iran wamepitisha hatua ya kufunga mlango huo, njia ambayo karibu 20% ya mafuta pamoja na gesi duniani imekuwa ikisafirishwa kupitia eneo hilo. Hatua hii inafuatia mashambulizi ya Marekani usiku wa kuamkia leo dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vilivyopo Fordo, Natanz pamoja na Isfahan. Katika ujumbe huo pamoja na mwingine kufuatia kiongozi wa Marekani aisema Tehran haitatakiwa kulipiza kisasi, badala yake wanatakiwa kushiriki katika mazungumzo ya amani. Bwana Donald Trump akasema sasa hivi ni wakati wa amani.
Lakini baadaye kama ambavyo nimewaambia, tuliona hiyo Said Abbas Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Iran alizungumza kilani jambo hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imelaani mashambulizi hayo, wakitaka suluhu ya kidiplomasia, wakisema uamuzi usio wa kuwajibika wa kushambulia kwa makombora na mabomu ya ardhi ya taifa huru, haijalishi sababu zinazotolewa, ni uvunjaji mkubwa wa sheria za kimataifa, katiba ya Umoja wa Mataifa na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tehran baadaye ilionya Washington na mataifa mengine kujiingiza katika mgogoro huo. Sasa niliona kauli ambayo imezungumzwa na aliyekuwa rais wa Urusi wakati huo, bwana Dmitry Medvedev, ambaye naye ni moja kati ya watu ambao waliguswa sana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani. Na bwana Dmitry Medvedev kimsingi akaja naye na matamko au akaja na maelezo ambayo ameagawa katika vipengele 10 juu ya kile ambacho kimefanywa na Marekani. Anasema bwana Medvedev, je, Wamarekani wamefanikiwa kwa kiasi gani katika mashambulizi yao ya usiku dhidi ya maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran? Akaandika, miundombinu muhimu ya mzunguko wa mafuta ya nyuklia haikuathirika na haijapata uharibifu, ila ni uharibifu mdogo sana. Akasema uboreshaji wa nyenzo za nyuklia, na sasa tunaweza kusema ni wazi uzalishaji wa silaha za nyuklia katika siku zijazo utaendelea nchini Iran. Akasema nchi kadhaa ziko tayari kuipatia Iran silaha zao za nyuklia moja kwa moja. Lakini akasema Israel inashambuliwa, milipuko inasikika kote nchini na watu wameingiwa na hofu kubwa zaidi. Marekani sasa imejipata ikihusika katika mzozo mpya, huku uwezekano wa operation ya ardhini ukionekana kuwa ndio unaweza kuwa ni operation kubwa zaidi. Akaenda mbali akasema utawala wa kisasa wa Irani umeendelea kuwepo na huenda hata umetoka katika hali hii ukiwa na nguvu zaidi. Wananchi wameungana kwa ajili ya kuunga mkono uongozi wa kiroho wa taifa la Iran, wakiwemo hata wale waliokuwa awali wamepoteza imani au waliokuwa wapinzani. Donald Trump aliyewahi kuitwa rais wa amani sasa ameisukuma Marekani kuingia katika vita nyingine kubwa zaidi. Idadi kubwa ya nchi duniani inapinga vikali hatua zilizochukuliwa na Israel pamoja na Marekani. Kwa kasi hii, Trump anaweza kusahau kabisa tuzo ya amani ya Nobel, hata ukiwa umejaa upendeleo jinsi ulivyo. Hii ndiyo njia ambayo bwana Marekani ameichagua kuanza nayo. Mheshimiwa Rais, hongera kwa kile ambacho umekifanya. Yani unaweza ukaona huyu aliyekuwa rais wa Urusi bwana Dmitry Medvedev anazungumza ule ukweli wenyewe kwamba Wamarekani walikuwa wamesema, yani kupitia zile propaganda zao walisema wamefanikiwa kufanya mashambulizi kule katika hayo maeneo matatu ya Isfahan, hiyo Fordo pamoja na Natanz. Sasa nataka niwaeleze jambo moja. Marekani wamesema mashambulizi hayo yameharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Pentagon, mpango wa nyuklia wa Teheran. Na hii imezungumzwa pia na waziri wa ulinzi wa kule Marekani anayefahamika kama Peter Hegseth. Na kwenye mkutano mkubwa ambao umefanyika ya Jumamosi, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani General Dan Kane alisema operation hiyo iliyopewa jina la Operation Midnight Hammer ilikuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa mujibu wa General Kane, operation hiyo ilihusisha zaidi ya ndege 125 yakiwemo mabomu 7 ya kimkakati ya kisasa ya B-3 Spirit pamoja na ndege za upelelezi, ndege za kuongeza mafuta angani pamoja na ndege za kivita. Kwa hiyo Wamarekani wao wanasema wamefanikiwa katika eneo hilo. Na wanasema kwenye vituo vya Fordo na Natanz ndege hizo ziliangusha mabomu 12 aina GBU-57 ambayo yanafahamika kama Massive Ordnance Penetrator, ambayo yana uzito wa takriban tani 13.6. Na kituo cha Isfahan kinasemekana kilishambuliwa na makombora ya cruise ambayo yalifiatuliwa kutoka kwenye manowari za Marekani. Sasa nataka niwaeleze jambo moja ndugu zangu. Najua tunaelewana vizuri sana. Of course, Marekani ndio wamefanya mashambulizi kule Iran. Ni mashambulizi ambayo yanaionyesha kwamba Marekani inatujibu lile swali letu la msingi kwamba Iran wana uwezo mkubwa sana wa kupambana na Israel. Lakini Israel anapata sapoti kubwa sana kutoka kwa Marekani. Sasa kama Marekani wanasema wamefanikiwa kushambulia hilo eneo la Isfahan, sio wameshambulia hiyo Fordo pamoja na maeneo mengine, nataka niwaeleze jambo dogo sana ambalo kwa hakika hili ndilo ambalo litawaelezea juu ya kile ambacho kimefanywa na hao wa Marekani. Kwanza ni lazima watu wote kwa pamoja tukubaliane eneo moja. Unapozungumzia Fordo, unapozungumzia Isfahan, ni moja kati ya maeneo nyeti sana pale nchini Iran.
Na maeneo haya ni nyeti kutokana na kwamba yana historia kubwa pale Iran pamoja na mambo mengine. Sasa tutachukulia eneo dogo sana ambalo nitatolea ufafanuzi watu muweze kunielewa. Kituo cha nyuklia cha Fordo ambacho kipo karibu na mji wa Qom, ambacho kipo umbali wa takriban kama kilomita 90 mpaka 100 kusini mwa Tehran, ambao ni mji mkuu wa Iran, ni moja kati ya vituo ambavyo silaha zake za nyuklia zipo umbali mrefu sana. Silaha za Marekani zina uwezo, naomba mnielewe, silaha za Marekani zina uwezo wa kufanya mashambulizi kwenye kitu kinafahamika kama deep down, yani kufanya mashambulizi kutoka kwenye usawa wa ardhi. Silaha za Marekani zinaweza zikafikia mita 90 kutoka kwenye usawa wa ardhi. Naomba mnielewe vizuri hapa. Yani yale makombora ya Marekani ambayo yamerushwa yana uwezo wa kufika mita 90 kutoka kwenye usawa wa ardhi. Sijazungumzia usawa wa bahari. Kutoka kwenye, yani kwa mfano hapo ulipo sasa hivi, si upo juu ya ardhi, kwamba kombora la Marekani la B-2 lina uwezo wa kupiga chini mita 90. Sio kama mnielewa. Lakini kituo cha nyuklia cha Fordo ambacho kinafahamika kama Fordo Fuel Enrichment Plant FFEP, chenyewe kimejengwa chini ya ardhi karibu futi 260 hadi 300 kutoka usawa wa ardhi. Yani hiki kipo chini kama mita 200 mpaka 300, na ifahamike niliwaeleza kwamba hao Tehran wamesimika vile vinu vyao vya nyuklia umbali wa mita 800 kwenda ardhini. Sasa silaha za Marekani zinaweza zikaishia tu kwenye mita 90. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba ndiyo mashambulizi yameenda, lakini hayajafikia shabaha ya kuzigusa zile silaha za Iran. Na ukitazama kwa mfano kile kituo cha Fordo, chenyewe kimejengwa ndani kabisa ya mlima. Sio tu chini ya ardhi tambalale, ila kimejengwa ndani kabisa ya mlima ili kulinda dhidi ya mashambulizi ya anga pamoja na makombora. Na hili eneo ukiangalia hizo mita 260 mpaka mita 300, hii inafanya kuwa ngumu sana kushambuliwa na silaha za kawaida, na ndio maana mabomu ya kupenya ardhini huwa yanatumika katika maeneo hayo. Lakini kwa Marekani hizo B-2 stealth bombers ndio zinaweza zikaingia kwa siri kwenye anga au kwenye ardhi, lakini hazina uwezo wa kufika moja kwa moja mpaka hicho kipenyo cha mita 200 au 300 kwenda ardhini. Kwa hiyo wa Marekani wamefanya shambulizi hilo, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba hawana uwezo wa kushambulia hivyo vituo. Na ndio maana Marekani sasa hivi anafanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kwamba anauhadaa ulimwengu kwamba wamefanikiwa kuishambulia Irani, lakini ukweli sio kwamba wa Marekani wameishambulia Irani au hivyo vifaa au hizo silaha wamezishambulia. La hasha, sio kweli. Sio kama unanielewa. Yani sio narudia tena. Marekani hawajafanikiwa kushambulia zile silaha za wa Irani. Kauli ambayo imezungumzwa na rais wa pale Iran anafahamika kama Mossad Pezeshkian, amesema kwamba Iran ina haki ya kulinda taifa lao pamoja na kulinda mipaka yao kwa namna yoyote ile. Akasema kila ambacho dunia inashuhudia kwa sasa hakiwezi kukubalika kuendelea hivyo. Na miaka yote walikuwa wanaonekana sijui watu wa Gaza, Lebanon pamoja na Syria ndio watu wa haini, lakini sasa imeingizwa hiyo Irani. Lakini huyo rais anasema watu wa Irani watahakikisha wanajilinda kwa namna yeyote ile. Yani watajilinda kwa namna yeyote ile. Nimemwona mkurugenzi wa lile shirika la nguvu za atomic duniani anayefahamika kama Rafael Gross amethibitisha, anasema hivi: ni kweli kulikuwa kuna mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, ila anasema namnukuu, there are clear indications of impact, but as for assessments for the degree of damage underground on this we cannot pronounce ourselves. Yani anazungumza kwamba ni kweli wa Marekani wamefanya mashambulizi, lakini hawawezi wakathibitisha kwamba ni ukweli wamefanikiwa kufanya mashambulizi katika vile vinu vya nyuklia vya Iran ambavyo vipo chini ya ardhi.
Sijui kama mnajaribu kunielewa kile ambacho ninakizungumza. I'm trying to tell you the truth ya kile ambacho Wamarekani hawataki kizungumzwe. Yaani Wamarekani wao wapo tu wanazungumza kakipengele kadogo kwamba tumeishambulia Iran. Ndiyo, hata mashambulizi yaliyopita ya kuanzia tarehe 13 Juni ambayo yamefanywa sio na Israel, yalikuwa ni mashambulizi ambayo yamefanywa na Wamarekani ambao walitumia Israel kupitia mgongo wa Iraq ambako ndiko walianzisha mashambulizi yao. Kwa hiyo mashambulizi haya hayana madhara ya aina yeyote ile kwa Iran. Ila tunaweza tukashuhudia mashambulizi makubwa sana ambayo yatafanywa na Iran katika taifa la Israel. Na pengine wa Yemen sasa ni muda wao mwafaka wa kufanya mashambulizi kwenye meli za kivita za Marekani pamoja na meli ambazo zimebeba kila aina ya kitu ambazo zinapita katika maeneo yao, kwa sababu walitangaza kwamba watafanya mashambulizi ya namna hiyo. Kwa hiyo sisi tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi, no matter tunachelewa, lakini ni lazima tuzungumze ule ukweli wa kile ambacho kinaendelea ili watu muweze kujua. Tuachane na hizi propaganda za bwana Donald Trump kwamba sio tumefanya nini na nini na nini. Ukweli unabaki pale pale. Mtu yoyote anaweza kaingia akafuatilia kinaga ubaga akajua silaha za Irani zipo umbali kiasi gani kutoka katika usawa wa ardhi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.